Nisikilize nikwambie maneno ili yaweze kukufaa kwenye maisha yako. Leo nitazungumza mambo yanayohusu au mambo yanayotokana na macho pamoja na masikio. Kila mwanadamu au kila mtu ana macho na ana masikio. Na macho ninayozungumzia sio haya ya mwili, ila ni macho ya rohoni. Kwa kuwa inajulikana, nadhani hilo hata kwa mtu awaye yote sio geni. Viungo tulivyo navyo katika mwili na katika macho tunavyo pia. Na katika tulivyo navyo katika mwili na katika roho tunavyo. Kwa hiyo hapa nazungumza juu ya macho na masikio ya rohoni. Utajuaje kwamba una macho ya rohoni nayo yanaona, na una masikio ya rohoni nayo yanasikia? Utajuaje mambo hayo? Nisikilize ili upate kujifunza neno, kwa kuwa sio rahisi sana kujua mambo hayo. Dalili ya kwanza ili ujue kwamba una macho ya rohoni ni pale unapoona vitu vya rohoni. Na utajuaje kwamba una masikio ya rohoni? Ni pale unapokuwa unasikia vitu vya rohoni. Na ujue, ili uvijue vitu vya rohoni, lazima viungo hivi vifanye kazi, kwa kuwa ni milango ya fahamu. Naomba tusome kitabu cha Ezekieli 12 na mstari wa 2. Naanza na mstari wa kwanza. Inasema, neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, wewe unakaa katika nyumba iliyoasi, watu ambao wana macho ya kuona ila hawaoni, wana masikio ya kusikia ila hawasikii, kwa maana ni nyumba iliyoasi. Kwa hiyo mtu anapokuwa na macho ya rohoni na macho hayo yakawa yanaona, ni pale anapoweza akaona kitu na akakijua kwamba hiki kitu ni chema au ni kibaya. Sasa hivi watumishi wa Mungu wengi au washirika wengi wamekuwa na macho ya rohoni lakini hawaoni. Wamekuwa na masikio ya rohoni lakini hawasikii. Hawasikii kwa namna gani? Katika Kumbukumbu la Torati 28 inasema, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako, ukatenda kwa bidii yale akuagizayo, utakaposikia. Lakini sasa hivi mambo mengi Mungu anazungumza na watu hawasikii. Sio kwa sababu hawana masikio. Masikio wanayo, lakini hayasikii. Yaani yapo tu kama mapambo. Ni sawa na kukutana na kiziwi. Kiziwi anaonekana na masikio, lakini hayo masikio hayasikii. Ni sawa na kukutana na kipofu. Kipofu ukiangalia katika mwili wake ana macho, lakini hayaoni. Kwa watumishi hawaoni kwa namna gani? Hawaoni kwa namna hii. Mchungaji anaongoza kanisa kwa kupitia neno la Mungu lililoandikwa katika kitabu kitakatifu, Biblia, wala sio kitabu kingine alichopewa mchungaji. Sasa mchungaji amekuwa akipunguza
baadhi ya maneno na vitu vingine kuviacha kabisa, asiwafundishe watumishi wake. Na matokeo yake kanisa limekuwa na muonekano usio tofautiana na wapagani. Yaani watu wakitoka kanisani wakaingia wakajichanganya kwenye mchanganyiko wa watu wengine, panakuwa hapana utofauti wa mshirika, mtu aliyemwamini Yesu na mpagani. Hiyo yote ni kwa sababu macho walionayo watumishi wa Mungu wengi sasa hivi hayaoni makosa ya washirika ili kuwaonya, hawaoni, yani kila jambo wanalolifanya mshirika wanaona ni sawa tu. Huko ni kukosa macho ya rohoni. Huko ni kukosa macho ya rohoni. Kwa hiyo anakuwa hawezi kutofautisha, yani ule ufahamu wa kiroho haupo. Kama huna macho ya rohoni, huwezi ukayafahamu mambo ya rohoni, kwa sababu wewe hauyaoni makosa yanayotokana na watu wanapoenda tofauti na neno la Mungu. Kama umelielewa vizuri hili neno, kwa watu walioasi, wao kila jambo wanaona liko sawa. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, kila mtu aliyeasi anafanya vitu ambavyo viko tofauti, na mchungaji wake wala hawezi kumkemea, kwa sababu na yeye hana macho ya rohoni, anaona kuwa hayo mambo yako sawa tu. Kwa sababu hiyo, jitahidini sana nyinyi washiriki. Unaona unaosali nao wanafanya mambo mabaya, wanaenda kinyume na neno la Mungu, lakini mchungaji amenyamaza, hana macho ya rohoni, na wala hayo makosa yeye haoni kama ni makosa, kwa sababu ufahamu wake umepofuka. Ufahamu unaotokana na macho umepofuka. Yeye haoni kama lile ni kosa. Watu wengine wanaweza kumshangaa, lakini yeye anaona yuko sahihi. Naweza nikataja kitu kimoja ambacho kimesababisha sana kanisa liende tofauti sana na litukanwe sana na lisababishe watu wengi kurudi nyuma, ni pamoja na muonekano ya washirika wanaonekanaje katika jamii. Ukiangalia sana sana kanisani, wanaume hususan marika fulani ya vijana sasa hivi wananyoa, wanaparua humu pembeni, hapa juu nywele zinabaki kama mapagani. Lakini ukisoma katika vitabu vya Biblia, Biblia inasema usichonge pembe za uso wako wala pembe za ndevu. Ningekuwa na muda ningekuandalia hilo neno, lakini ukifuatilia utalipata lilipo. Lakini wachungaji wanaona ni kawaida tu, zinachongwa nywele humu pembeni, zinabaki hapa juu. Denge, yani vichwani ukiangalia wanaume kanisani wamenyoa denge, hasa waimbaji wa nyimbo za Injili. Lakini hayo wachungaji hawayakemei, lakini Biblia inayakataa. Lakini pia ukiangalia kwa habari ya kusuka, wanawake kujipamba, mapambo, kupaka nywele, vitu mbalimbali, kupaka rangi kwenye kucha, hayo ni mapambo, na kuvaa mawivi, kuvaa nguo za kubana, hayo wachungaji hawakemei kabisa. Lakini ukweli ni kwamba hayo mambo yanamtoa mtu, kumfanya mtu aende sawasawa na neno la Mungu. Ukifanya hayo unakuwa uko tofauti na agizo la Mungu. Kwa hiyo ni muhimu sana uwe makini kumfuatilia mchungaji wako kama yuko sawa au hayuko sawa. Asante.